Kusema kweli, yaliyosemwa, yaliyotakiwa yasemwe hapa yameshasemwa, yamekamilika. Huo ndio ukweli. Mimi ninahitimisha tu ule usemi wenyewe kutokana na umuhimu uliofanyika katika kuwakusanya Waislamu hawa waliokusanyika hapa, na huyo ambaye amesimamia jambo hili. Sasa kwa kuwa mimi mjumbe wa baraza la ulama, nitoe oda kwa viongozi wa BAKWATA, oda tena hiyo oda kwa viongozi wa BAKWATA kwa mkoa huu, kuanzia shekhe wa mkoa na walio chini wake. Tafadhali wafanye sapoti kubwa sana mwakani ya kumsapoti huyu kwa ajili ya hili na kukusanya Waislamu, tukapata kuzungumza nao kwa utulivu huu. Kwa vyovyote waliopo wamefaidika, na hili ndilo linalotakiwa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, kukusanya watu, lakini wafaidike hao watu. Jioni tutakusanya watu wengine kwa ajili ya sherehe hiyo ya Maulid, lakini faida iliyopatikana hapa haitopitwa na faida ya jioni. Hii ni faida yake ni kubwa sana, watu wameelimishwa. Sasa hawa sio watu tu wa kushirikiana nao tu, bali ni watu wa kuwasapoti kwa nguvu za baraza. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, nguvu zake ni sehemu ya kutumia nguvu zake kusapoti ni hii. Pia kuna masharifu hapa ambao sisi akida zetu wao wana kabuli ya karibu kuliko watu wengine, sababu ni Ali Baiti Rasulillah. Huyu bwana au mabwana au bwana na washirika wake waombewe dua ambayo dua ambayo itazidisha thabati katika hawa kuendelea kufanya hili. Nimefanya calculation ya gharama zilizotumika kutuleta sisi tunatokea Dar es Salaam na kwingine kote, gharama kubwa kweli. Sasa gharama hii kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuzungumza na Waislamu. Darsa hizi zilizotolewa hapa, darsa mmewachokoza vijana wanajua kusema. Leo hawa walikuwa makini kweli kweli. Huyu shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, nani jina lake? Walidi, unasikia bana, kawa makini kweli kweli, kanichota ile 5000 yangu, najua haikwenda bure. Alhamdulillah, nimeiweka mahala pake. Huyo nani huyo Mbwera, makini kweli, kasema maneno makubwa, lakini Sheikh Uthman bin Khamisi, sisemi kwamba wengine hawakusema maneno mazuri, wamesema, lakini wao wakawa na kishindo zaidi. Ndio mwenyewe bana, nipe nyekundu. 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 Maana sio kila kitu unakubali tu. Walidi ibn al-Hadi ibn Sheikh al-Hadi Umar, kusema kweli tumelamba dume katika kupata mashekhe wa mikoa. Siku zote kijana huyu anazungumza kiuongozi, na mimi tabia yangu na muwazi tu, hata kama nitapata lawama huko, kwa hiyo wewe hivi mimi muwazi tu kwamba huyu anazungumza
kiuongozi, yani kiongozi anatakiwa azungumze kama hivi. Hamisi bin Mtupa anafanya hivyo hivyo kiuongozi sana, lakini huyu kazidi. Sheikh wa mkoa wa Pwani, yani shehe wangu na mimi hivyo, na mimi mtu wa mkoa wa Pwani. Naona sasa tusifanze hasadi, lazima tumuombee dua mahsusi huyu. Na nyinyi masharifu mna vidua mlivyorithi kwa wazee wenu, vidua maalumu vile. Huyu mtu ndio wa kumuombea huyu. Shekhe, pesa nyingi sana zimetumika, tumezikumbuka jana mimi na shekhe nani hii jana tuko ndani ya gari, Sheikh Samiri huyu Muhindi, hela nyingi sana. Sasa ilibidi kwa gharama iliyotumika uwanja huu ujae kutoka kule mpaka kule, ujae wasikilizaji wa darasa hizi. Lakini sasa ikiwa support ndogo, na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania lina nguvu la kuamrisha mashekhe wakati uko wapi, leteni watu jodi hivi na hivi, wanakuja, itakuwaje Mziwanda kule Maputo anajaza watu namna ile, alafu na shehe wa mkoa ashindwe? Anaweza tu, uwezo huo uno, na Sheikh Makusanya ana uwezo kweli wa kusema watu waje, ili mwakani Mungu akipenda tukute kina mama Nyomi na kule kina baba Nyomi mpaka mtaa wa mwisho. Vipaza sauti viende kule, una watu wapo. Lakini sasa hivi vipaza sauti vinafikia kwenye magari na miti iliyobakia huko. Mimi hii naona kidogo ni kasoro, na kasoro yenyewe tumefanya sisi BAKWATA. Lazima tukiri. Sasa mimi mjumbe wa baraza ulama, yani nikaniteua mufti, wakati mwingine nikaniteua kwa ajili ya kusema hii waziwazi. Waziwazi lazima tuseme kwamba lazima BAKWATA iwe nyuma ya watu wanaofanya mazuri haya ya kuzungumza Uislamu. Ndiyo lengo la BAKWATA. Support. Kama kuna vijambo vingine vidogo, hata mimi na Walidi atuelewane, ataka msikiti wangu lakini unamsupport huyo. Anataka pale achukue, ana msikiti mkubwa kweli, lakini anataka ule wa Manyema. Unaona? Mziwanda hivyo huyo anakujaga pale akipia na gani kweli, yani ili mimi watu wananiambia mlete tena Mziwanda. Sasa nimlete tena mimi je? Namleta mara moja tosha hiyo. Kwa hiyo kutofautiana na nani ipo. Lakini ukweli ubaki pale kwamba hao wana uwezo wa kuongea mpaka waumini wasikie, na waumini inaonesha wako tayari kuwasikiliza hawa. Si tuone tabu. Ndio maana Sheikh Ali Muhiddin ameamua yeye na amenishawishi mimi kwamba tulizaidi kusema tuachie na uweza kusema, na sisi tumekubali. Tukifika pale tukipewa tabaruku kidogo tunatabaruku, tusipopewa tunangojea ubwabwa tunapiga hao naondoka. Si ndio hivyo bwana? Wala hatuna nani. Ili tu nimependa nihitimishe maneno yangu kwamba Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoa wa Shinyanga lisapoti mambo kama haya, si kwa huyu tu, na wengine ambao wakifanya kama haya wasapotiwe, kwa sababu Baraza Kuu ni mamlaka na ina uwezo wa kuongea na mamlaka za serikali zaidi, na ndio inayokubaliwa huko kuliko mtu mwingine. Sasa lazima tuwasapoti hao ili jambo liende, Uislamu uende. Ndio dawa yenyewe hii, yani hiyo ndio dawa yenyewe hivyo hii.